Bana, mara baada ya mnyama Simba kupoteza mbele ya Azam Football Club, tumemtafuta mwamba mwenyewe Kisugu. Tuzungumze naye tujue nini anacha kuzungumza mara baada ya matokeo ya jana. Kwema ndugu yangu? Sio kwema sana, lakini kiafya alhamdulillah, lakini si kwema. Kwa namna ambavyo mazoea nilivyozoea kuamka asubuhi, na imani kwamba nimeamka na afya njema, nimeamka salama, lakini si kwema kwa sababu kilichotokea kila mmoja anajua. Kwa hiyo ngwale, acha niseme tu si kwema. Si kwema. Yes. Shida nini kwa mnyama Simba? Imekuwa mara ya pili sasa anapoteza mbele Azam Football Club. Shida nini kwa mnyama Simba? Ya kwanza tumepokea matokeo kwa maumivu makubwa. Kuna namna ambavyo mara ya pili mfululizo tunapoteza matokeo dhidi ya Azam FC. Mechi ya kwanza tulipoteza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kwenye ligi ya NBC, lakini mechi ya pili yeye Azam ndio amekuja kutoa katika mashindano ya Mapinduzi Zanzibar. Inauma. Inaumiza. Lakini mbaya zaidi inafikirisha. Kuna muda matokeo haya yanakwenda kuwapelekea wana Simba kutafuta kumbukumbu za nyuma zilizopita. Kuna muda unahitaji kusema maneno, unaishiwa maneno ya kusema kwa maumivu uliokuwa nao juu ya matokeo ambayo yaliyotokea. Lakini lazima tutafute dawa ya kuona namna ambavyo tunatibu ili hali ya maumivu yasiweze kufanyaje kuendelea. Leo hii matokeo ya mpira yanapotokea kutokea hususan katika Simba, kila mmoja ana haki ya kutoa maoni ya kuona namna ambavyo yeye katika mitazamo yake inaweza ikafanyika ili mradi kwenda kuinusuru Simba ili kuweza kupata nini? Matokeo. Leo hii watu wengi wana mitazamo yao, lakini wacha niseme na mimi mitazamo yangu. Niliwahi kusema kupitia ninyi waandishi wa habari, kuna baadhi ya watu wakazungumza maneno mabaya, sikutaka kuwajibu. Moja, kwa sababu watu wangu wa karibu, lakini pili, hakutaka hata kuheshimu na mimi mawazo yangu kana kwamba mimi nilivyoheshimu mawazo yao. Lakini kwa upande wangu, mtazamo wangu, hili tatizo wana Simba kama hatukulitibu, basi tutaendelea kunyanyasika siku hadi siku. Wacha niseme, tatizo la Simba ni wachezaji. Tatizo la Simba ni wachezaji. Wanaishi kwa mazoea ndani ya Simba, na wanaamini chochote ambacho kitakachotokea matokeo kwenye Simba, wao hawana shida na hawezi kuguswa. Mimi naamini kwenye klabu ambayo inaulipa mshahara kwa wakati, Simba Sports. Mimi naamini wachezaji ambao wanapata facility zote zinazohitajika, Simba Sports. Waandishi mtakuwa mashuhuda namna ambavyo wachezaji wa Simba wanavyoishi. Leo hii Simba endapo inapokosa kupata matokeo mazuri kwenye pichi, nani aulizwe? Nani aonyeshwe kidole?